Hello, naitwa Dativa. Karibu katika YouTube channel yangu ya Dativa Vedasto. Na watu wengi wamekuwa wakiniuliza namna ya kupata kazi China. Ni njia gani nimeitumia kufanikiwa kupata kazi? Namna gani nilifanikiwa kupata kuja kusoma China? Habari mbalimbali kuhusu China. Na katika kujibu wengi kutumia social media, nimeamua nitengeneze YouTube channel ambayo itakuwezesha kwa experience yote kabla ya kuja China, nikiwa nasoma China, kabla ya kupata kazi, nilipopata kazi, ni mambo gani ya kuzingatia. Lakini katika video hii tutaenda kuzungumza ni jinsi gani, ni kwa namna gani unaweza kupata kazi, ni hatua gani unaweza kuzifata na kupata kazi nzuri na halali China. Jambo la kwanza ni kuweka nia. Especially kwa hii video nitaenda kuzungumza ikiwa unategemea kumaliza bachelor degree, unategemea kumaliza masters pamoja na PhD, hii video ni ya kwako. Jambo la kwanza, weka nia kwamba unataka kupata kazi China, unataka kubaki China kwa ajili ya kazi. Andaa CV yako nzuri sana, fupi, yenye mpangilio mzuri na yenye kuvutia. Hakikisha CV yako ni kurasa 1 au kurasa 2. CV yako pia itapendeza zaidi ukiweka kwenye Kichina na Kiingereza ili iweze kuwasaidia Wachina kusoma vizuri na kwa urahisi. Kwenye CV yako hakikisha unaelezea ujuzi na uzoefu wa taaluma ambayo unaiombea kazi. Weka academic background yako, weka na personal information zako ili wao iweze kuwa rahisi kukutafuta. Hakikisha unaweka marefari. Na kama una mwalimu chuo ambaye umemshirikisha kwamba unapenda kubaki China kuomba kazi, muombe awe among ya wale marefari 3, itakuongezea credibility sana ya kuweza kupewa kazi. Kuna cover letter. Hii cover letter iwe fupi sana, inaelezea kwa nini umependa kuapply kwenye hiyo kampuni na kupitia taaluma yako utaweza kuleta maendeleo gani kwenye hiyo kampuni. Hatua ya pili ni namna ya kuapply kazi, ni njia gani za kuweza kuapply hiyo kazi. Njia ya kwanza ni magrupu ya WeChat. Hakikisha unajiunga na magrupu mbalimbali ya international student ambayo wanakuwa wanashare fursa za kazi. Na hizo fursa watu wengi wao wanazipotezea, lakini wewe ikituma fursa, fungua, angalia kama hiyo fursa inaendana na wewe, apply, tuma CV. Unaweza kuitwa kwenye interview. Watu wengi wamekuwa wanaitwa. Na fursa ya pili, kwenye hiyo group za WeChat kuna walimu huwa wanatuma ikikaribia graduation kuanzia mwezi wa 3 mpaka wa 6, walimu pia huwa wanatuma link kwenye WeChat groups kwa ajili ya kuomba kazi. Makampuni mbalimbali ambayo yanakuwa yana partnership na vyuo huwa yanaomba wanafunzi ambao wana uwezo wa kuongea Kichina, kuongea Kiingereza na lugha nyingine mbalimbali kuapply kazi kwenye makampuni yao kulingana na taaluma ambazo wanazihitaji. Kwa hiyo kuwa makini unapokuwa uko kwenye hii miezi na ungependa kubaki China. Na njia nyingine ya 3 ni kupitia job fair ambayo huwa inatangazwa na vyuo mbalimbali. Kuna vyuo huwa vina host, vinakaribisha makampuni na kuna maonyesho, unapeleka CV yako na ukisha submit CV yako unakuwa unaweza kuitwa kwenye interview. Na namna ya kwenda kwenye hizi job fair, watatuma link, watawaambia wanafunzi kujiregister. Hii ni lengo la kwamba unapokwenda kwenye hicho chuo fulani au eneo fulani uweze kupata, yani ni kama kiingilio uweze kwenda. Kwa hiyo hakikisha unaregister mapema, unaenda. Na unapokuwa unaenda kwenye hizi job fair, mara nyingi beba CV zaidi ya 5 ambayo ni hard copy, lakini pia soft copy ambayo imeandaliwa vizuri na hiyo cover letter. Ili ikitokea umekutana na makampuni mengi mbalimbali ambayo yanaendana na taaluma yako, unakuwa unakusanya CV kwa wingi na unasubiri interview. Katika kukusanya CV nyingi, utakuwa na uchaguzi mzuri wa kuchagua ni kampuni gani sasa
nifanye nao kazi. Lakini mbali na hiyo job fair, katika pia njia za kutafuta kazi na kutuma maombi, kuna app pia. App ni njia pia nzuri sana ya kutuma maombi ya kazi na ni njia ambayo ni rahisi sana kujibiwa. Kuna hii app inaitwa Boss. Ni app nzuri sana ambayo waajiri wapo active 24/7. Unapokuwa unaomba kazi, ukidrop pale CV yako kwa Kiingereza na kwa Kichina, within 24 hours or 3 days wanakuwa wamekujibu na wamekuita kwenye interview. Kwa hiyo ni kuombe uweze kuidownload, uweke taarifa zako, na inakuwa ipo kwa Kichina. Kama uwezi, unaweza pia kumuomba mtu ambaye anajua Kichina akusaidie kuweka CV yako pale na taarifa zako, kwa sababu watakutafuta tu wicha, tutaweza kuwasiliana nao vizuri. Ni app ambayo unaweza kupata kazi kirahisi. Tena ukiwa upo mwishoni mwa hizi graduation, watu wanakaribia kuondoka, watu wanakuwa wameshakata tamaa, lakini ni app nzuri sana ambayo inakusaidia wewe kupata kazi kirahisi. Watu wengi wamekuwa wakisema kupata kazi China sio nyepesi. Ni nyepesi sana kupitia hiyo app, kupitia hizo job fair, kupitia WeChat groups. Ndio njia zote ambayo kazi yangu ya kwanza, kazi yangu ya pili nimeweza kupata kupitia hizo njia. Na jambo la tatu ni interview. Ukisha submit maombi yako, watakuita kwenye interview. Jiandae kwenye swala la kompyuta, jiandae sana kwenye swala la Kiingereza au lugha ambayo wanakutaka wewe uwe nayo, lakini pia jiandae kwenye Kichina. Ikiwa hauna competence kwenye Kichina, jitahidi hata ile basic Chinese uwe nayo. Ikiwa kwenye swala la Kichina hauko sawa, sasa hivi ni mwezi wa 3 na mpaka mwezi wa 7 unaweza ukaanza kujibrush ili angalau uwe na basic Chinese. Ukiwa unajua angalau Kichina kidogo cha kujieleza, ni rahisi kupata kazi kuliko kama haujui kabisa. Kwa hiyo jitahidi, weka bidii, angalau uweze kualign. Yapo makampuni ambayo yanatoa kwa watu ambao hawajui Kichina kabisa. Zipo international company na nyingine za Wachina ziko internationally, ni kwa ajili ya kazi za nje ya China, lakini unakuwa within China, wanakuwa hawana shida sana. Lakini ni kuombe ujitahidi kujibrush Kichina chako. Na baada ya interview huwa kuna matokeo, utapewa barua ya kazi, utakuwa nayo. Na hapo sasa ndipo unapotakiwa kwenda hatua nyingine, kubadilisha visa kutoka visa ya mwanafunzi kwenda visa ya mfanyakazi. Kuna baadhi ya mambo mbalimbali ambayo ni machache unatakiwa kuyafuata ili uweze kuchange visa yako kwenda kwenye work visa, na inakuhitaji uwe sharp. Ni kuombe uweze kusubscribe hii channel. Katika video inayofuata nitaweza kuzungumzia, baada ya kuwa umepewa barua ya kazi, ni jambo gani ufanye ili uweze kukomboa wakati, usirudi nyumbani, uweze kuchange visa on time bila changamoto yoyote. Nikushukuru sana kwa kunisikiliza, na kama umeipenda video hii, basi ni kuombe uweze kulike, kusubscribe pamoja na kushare, bila kusahau kubonyeza alama ya kengele ili kila ninapoposti video mpya uwe wa kwanza kupata taarifa.